Uliza maswali utajibu kama ulivyo hapa kwa kile unachokijua, sawa eh? Sawa shahidi. Wakati unajitambulisha hapa umemwambia mheshimiwa hakimu kwamba wewe ni afisa wa polisi, si ndio? Ndio. Hebu iambie mahakama, umekuwa afisa wa polisi tangu lini? Nimekuwa afisa wa polisi toka mwaka 2005. Toka mwaka gani? Mwaka 2005. Ndio ngeni angalie kule kile ndio ngeni check niangalie msoni. Sawa. 2005. Ukianza na cheo gani? Hiyo mwaka 2005. Mwaka 2005 nilianza na cheo cha ukuruta. Haya. Kama nimekusikia vizuri pia umeiambia mahakama hii wewe inspector wa polisi. Wakati unajitambulisha, si ndio? Mkaguzi wa polisi, si ndio? Ndio. Hebu iambie sasa umekuwa inspector tangu lini? Nimekuwa inspector wa polisi tangu tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Tangu tarehe 6 mwezi wa 6 2025. Niambie mahakama hii kabla ya kuwa mkaguzi wa polisi inspector tarehe 6 mwezi wa 6 2025 ulikuwa na cheo gani Kabla ya kuwa inspector nilikuwa ni inspector msaidizi. Sasa shahidi, hebu tusaidie. Kabla ya kuwa au upolisi huu taaluma yake ulipata wapi? Taaluma ya upolisi. Mheshimiwa Hakimu, taaluma ya polisi nilipata katika chuo cha polisi Zanzibar mwaka 2005 na kutunukiwa cheti cha certificate of competence katika. Twende hapo taratibu. Unasema umepata mafunzo hayo chuo gani? Chuo cha polisi Zanzibar. Chuo cha polisi Zanzibar. Kuanzia lini mpaka lini? Kuanzia 2005 na kumaliza mwanzoni mwa 2006. Baada ya kumaliza unasema ulitunukiwa nini? Nilitunukiwa cheti cha certificate of competence katika chuo cha ukuruta. Sasa labda shahidi, tuambie hii kazi yako ya afisa wa polisi unaifanyia wapi kwa sasa? Kazi yangu ya polisi nafanya katika ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai. Katika ofisi ya hivi kifupi cha mkurugenzi wa makosa ya jinai ndio na kwa Kiingereza anaitwa ni DCI, Director of Criminal Investigation. DCI, okay, sawa. Tuambie sasa kwenye hiyo ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa jinai unafanya kitengo gani? Nafanya kazi katika kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao, yani cyber crime investigation. Hebu kwanza tuambie sasa kwenye hicho kitengo cha makosa ya mtandao, cyber crime investigation, sio? Ofisi yako iko wapi? Ofisi yangu ipo makao makuu ya Dar es Salaam. Makao makuu ya nini shahidi? Makao makuu ya polisi Dar es Salaam. Labda shahidi sasa tuambie majukumu yako au uko hapo kwenye hicho kitengo cha cyber crimes investigation umesema eh? Ndio. Upo kama nani hapa ungetuambia? Kwenye kitengo cha upelelezi wa makosa ya mtandao nipo nafanya kazi katika dawati la doria mtandaoni kama mpelelezi.
unafanya, wewe ni mpelelezi katika dawati la doria mtandaoni. Doria mtandaoni. Hebu iambie mahakama, mwambie Mheshimiwa Hakimu Mkazi Mkuu, majukumu yako sasa kama afisa mpelelezi wa hilo dawati la doria mtandaoni, majukumu yako ni yapi? Mheshimiwa Hakimu, majukumu ninayoyafanya katika dawati la doria mtandaoni ni kufanya doria katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, YouTube na mitandao mingine Mheshimiwa. Hebu shahidi sasa tusaidie. Umetutajia hivyo vitu, si YouTube, si nini, ukavita kama ni mitandao ya kijamii, si ndio? Hebu iambie mahakama sasa, tuambie hivi unavyosema YouTube ni nini, mahakama ikuelewe. Mheshimiwa Hakimu, YouTube ni mtandao wa kijamii ambapo wakutanisha watu pamoja. Mtandao huu ili uweze kuutumia, mtumiaji inakulazimu ujisajili kulingana na vigezo ambavyo vimewekwa pale. Baada ya kujisajili, nenda taratibu huku kama unavyomwangalia mheshimiwa, maana naye anaandika, sawa? Baada ya kujisajili mtumiaji wa YouTube, unaweza ukachapisha kwenye ukurasa wako maudhui tofauti kama unaweza kuchapisha video mjongeo. Unamaanisha nini unaposema video mjongeo? Labda yani umesema unaweza kuchapisha video mjongeo. Yani hapo sasa tufafanulie unaposema video mjongeo. Yani kwa urahisi wa sisi kukuelewa, sawa? Unaweza kuchapisha nini? Burudia, endelea. Unaweza ukachapisha picha mjongeo. Ndio. Ambayo ni kwa Kiingereza wanaita video. Vile vile unaweza ongeza sauti, ukatoa maoni ndio kwenye video za watu wengine walizozichapisha. Unaweza ukalike au ukapenda video au maudhui yaliyochapishwa kwenye YouTube ya mtumiaji mwingine. Hebu tuambie, umetaja kitu kinaitwa Instagram. Unafanya doria mtandaoni Instagram. Yenyewe ni nini? Instagram ni mtandao wa kijamii ambapo nao pia mtumiaji inakulazimu ujisajili ili uonekane katika kwenye kurasa za watu wengine. Utachagua jina ambalo wewe binafsi utalipendekeza pale. Baada ya kujisajili, unaweza ukatumia ukurasa wako kuchapisha maudhui kama video, picha mjongeo fupi, kuchapisha maudhui yoyote ambayo utataka watumiaji wengine waweze kuyaona. Vile vile Instagram unaweza ukafuatilia wafuatiliaji wengine wanaotumia mtandao huo. Vile vile kwenye Instagram unaweza ukatoa maoni kwenye maudhui yaliyochapishwa na watumiaji wengine. Hali kadhalika kwenye mtandao Instagram unaweza ukamtumia ujumbe mfupi, yani direct message, ambayo inakuwa ni kati ya mtu mmoja na mwingine, lakini kwenye message haziwezi kuwa wazi kwa watumiaji wengine wa Instagram.
Labda tuame, maana nikikupa useme mitandao yote unaweza ukamaliza siku nzima, si ndio? Naam. Lakini hicho kwa uchache tumekuelewa hivyo, sawa? Sasa labda tuambie sasa, shahidi, unaposema mnafanya doria mtandaoni, si ndio? Tuambie ni kitu gani unapofanya, ni wewe, achana na wingi na kutungiza wewe, huwa mnatumia au unatumia vitu gani au vifaa gani hiyo unaoita doria mtandaoni? Mheshimiwa Hakimu, kwenye kufanya doria mtandaoni tunakutumia kompyuta maalum ambazo tumepewa na ofisi kwa ajili ya kufanya uchunguzi wa makosa mbalimbali ya jinai yanayofanyika katika mitandao ya jamii. Samahani Mheshimiwa. Hebu rudia, umwangalie Mheshimiwa anavyoandika, sawa? Unatumia vifaa gani kufanya hicho unachokiita doria mtandaoni? Mheshimiwa Hakimu, vifaa tunavyovitumia, ndio vifaa ninavyotumia kufanya doria mtandaoni ni kompyuta maalum kwa ajili ya kufanyia kazi hiyo. Hiyo kompyuta ni mali ya nani? Hii kompyuta ni mali ya Jeshi la Polisi. Hebu tuambie pia, unaposema unafanya doria mtandaoni unamaanisha nini, au unakuwa unatafuta nini? Hebu iambie mahakama unaposema unafanya doria mtandaoni. Mheshimiwa Hakimu, ninapofanya doria mtandaoni ninatembelea mitandao mbalimbali ya kijamii kwa ajili ya kubaini makosa mbalimbali ya jinai yanayofanywa na watumiaji wa mitandao hiyo. Hebu pia tuambie sasa, umesema unatumia kompyuta maalum kwa ajili ya kufanya doria mtandaoni, si ndio? Naam. Mbali na kompyuta huwa kuna nini? Au kwanza kwenye hiyo kompyuta kuna nini? Mheshimiwa Hakimu, ndani ya kompyuta zile kunakuwa na antivirus kwa ajili ya ulinzi wa kompyuta. Halikadhalika kompyuta hizi zinakuwa na password ambapo mtumiaji hawezi kutumia kama hauna password ya kompyuta husika. Pili, Mheshimiwa Hakimu, tunapofanya doria na kuwa na police notebook. Unakuwa na nini? Na police notebook. Police notebook. Hii ni nini nayo? Notebook ni kwa ajili ya kuandika, kwa kujifanyia marejeo yanachokuwa nimekifanyia kazi, kuweka kumbukumbu za ninachokifanyia kazi. Sasa hebu shahidi tuambie, umesema unapofanya doria unatumia hizo unazotumia, hizo vifaa unazotumia. Hebu iambie mahakama hii kuhusiana na taaluma sasa ya kukuwezesha kufanya hicho ulichokifanya au hicho unachokifanya, ni kazi yako unaifanya, kama unayo, na kama unayo umeipata wapi? Mheshimiwa Hakimu, taaluma ya kufanya doria mtandaoni nilipata katika chuo cha polisi Kurasini mwaka 2020. Mwaka 2020 baada ya kuhudhuria mafunzo ya Forensic Cybercrime in Modern Investigation. Mafunzo yalitwaje hayo? Forensic Cybercrime in Modern Investigation.
Vile vile Mheshimiwa Hakimu kabla hujaenda vile vile, hapo ulikuwa yani ulitunukiwa au ulipata nini? Yani ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu nilipata cheti Mheshimiwa Hakimu. Haya, iambie mahakama ulikuwa unaendelea vile vile mafunzo mengine. Mheshimiwa Hakimu, mnamo mwaka 2022 katika chuo cha Unique Academy. Chuo Unique Academy. Unique kilichopo Upanga hapo. Nilihudhuria mafunzo ya Upanga wapi shahidi? Upanga Tanga, Upanga wapi? Upanga Dar es Salaam. Nilihudhuria mafunzo ya computer hacking in forensic investigation. Ambayo alikuwa mafunzo ya muda gani kama unakumbuka? Mheshimiwa Hakimu, nakumbuka yalikuwa ni mafunzo ya miezi miwili. Na yenyewe ulikuwa awarded na kitu gani? Baada ya kuhitimu Mheshimiwa Hakimu, nilipata cheti. Haya. Kingine labda kama unacho? Labda iambie mahakama pia kwenye hii kazi ya doria mtandaoni umekuwa tangu lini? Mheshimiwa, we love fastings because 20. Kwa hiyo mpaka leo ni umesema mwaka 20 mpaka sasa? Hadi sasa. Mpaka leo una uzoefu wa muda gani katika hiyo kazi? Mpaka sasa Mheshimiwa Hakimu, na uzoefu wa zaidi ya miaka 4. Sasa shahidi, hebu tuambie sasa nini umadhubuti wa hicho ulichokiita kompyuta maalum ya Jeshi la Polisi? Nini umadhubuti katika that was as leading as they come. Sikisikia shahidi akizungumzia umadhubuti. Naelewa kakangu ana transaction section 18 ya ETA, lakini sasa tumwambia ni umadhubuti, unamwambia shahidi aanze kusema kompyuta ni madhubuti. So that was leading, we object. Mheshimiwa samani, lakini naomba kuwa guided. Mheshimiwa, ukisema kifungu cha 147 kinachozungumzia examination, nakuwa guided na mahakama. Yaani najaribu kuangalia leading question. Sasa ukimuuliza mtu gari hiyo ina rangi gani, utakuwa umeambiwa ni leading question kivipi? Yaani yeye ndo aseme. Sasa nitamuuliza swali gani ili atuzungumzie anielewe. Yaani hapo mheshimiwa unakuta kuona kwamba sasa nitauliza yaani nitamuuliza nini anielewe kwa maana gani. Mheshimiwa, hebu shahidi tuambie sasa. Ni sahihi mheshimiwa, nataka aseme vitu fulani na ndugu yangu amevielewa. Sasa hataki niweke nimlidi shahidi. Lakini mimi nataka niambie, yani kitu gani utaiambia mahakama kuifanya kwamba hiyo kompyuta unaotumia hiyo kwamba ni aminifu, si ndio? Hebu iambie mahakama sasa hilo kama nalo ni lipi. Mheshimiwa Hakimu, uaminifu wa kompyuta hii unapatikana pale kwenye usalama.
Usalama kwa maana kwamba zina password na tunazifanyia updates, yani usasa mara kwa mara. Nenda sasa taratibu. Unasema kwanza unaingia au ina nini? Yani mheshimiwa, ni usalama wa kwanza ya kompyuta, ambapo kompyuta hizi huwezi kuzitumia kama hauna password ya kuingia. Vile vile kwenye kuilinda, kwenye usalama tuna antivirus ambazo zipo installed, zimewekwa kwenye kompyuta ile. Jambo jingine mheshimiwa, kwamba tunazi update kila wakati inapokuwa inahitajika. Labda sasa Shahidi, tuambie yani ili jukumu unapoita ili dawati la doria mtandaoni, hebu iambie mahakama hii tukufu, mnatekelezaje hayo majukumu ya hilo dawati la doria mtandaoni? Hebu utaratibu wa utekelezaji wake unaweza ukatuambia? Mheshimiwa Hakimu, utaratibu tunatekeleza majukumu yetu kwamba baada ya kubaini taarifa ya jinai au ya kiuhalifu, huwa namjulisha mkuu wangu wa kitengo, na vile vile naweza nikaangalia taarifa hii imefanyika kwenye eneo gani, kwamba kosa limefanyika kwenye jurisdiction gani, namjulisha kamanda wa pale ili waifanyie upelelezi. Iambie pia mahakama, umesema ndio taratibu mnavyofanya, sawa. Iambie mahakama, yani kama maafisa mnafanya vipi kazi, au mko wangapi, mnafanyaje kazi kwenye hilo dawati, yani mbali na ukipata taarifa, yani nataka nijue mnafanyaje kazi. Kama dakika 10 kama zitatosha. Unaweza ukaketi kwanza. Keti kwanza. Sawa. Hamna kiti? Ipo sawa. Basi endelea kusimama wewe, si askari wala. Endelea kusimama.
last time when the defendant wanted to go outside, I asked you, apart from the outcomes of your investigation, I would like to know the procedures of your desk in handling, for example, various cases on these social media platform surveillance activities. Honorable Magistrate, our duties, of course, we execute them as follows. First of all, of course, we are 4 staff in that particular desk. So our duties, of course, we execute them by various shifts. So, for example, there are those who come at a particular organized time frame, for example, so we don't go there together. So you work in shifts, right? May you please tell this honorable court that rotation starts at what time, for example, if it is not going to impact your working procedures? May you please, Magistrate, may you please protect me, because we work 24 hours, over 24 hours. You work 24 hours by share rotation. So 24 hours, for example, patrolling is done by 24 hours, but we have various shifts within those 24 hours. So now I wanted to understand how many days, for example. 24 hours in a day. Mr. Witness, may you please tell this honorable court with regard to the documentation, so that you can organize very well your information. As I keep asking you, I would like, of course, you to tell this honorable court that on the 4th of April 2025, in the morning, you do remember where were you at that particular point in time, for example? Honorable Magistrate, on the 4th April 2025, which year? 2025. I reported to my workplace L at 6 hours in the morning, of course. When I started executing my duties, may you please go slowly. You reported at your workplace at 6 hours, right? You are saying that you reported to your workplace. May you please tell this honorable court, where did you report? To execute which duties? Please don't mince words, even if you said before. Where did you report, for example? Honorable Magistrate, on that particular date, on the 4th April 2025, I reported to my workplace in my office. Where exactly? Where precisely? Which office, to be precise? In my workplace. I don't know whether you understand my point. Where is the location of your office? That's why, even if you said it before, don't believe that you have already said it. Please answer me accordingly. I hope you understand Kiswahili. You know, sometimes in legal we say that the court is not your mother. You have to tell everything. You have to divulge all the information. May you please be specific? On the 4th of April 2025, I entered my office of the headquarters of the police force here in Tanzania and here in Dar es Salaam to continue with my daily duties as planned. Which duties, Mr. Witness? My daily duty is to conduct surveillance on media platforms, social media platforms.
Now, may you please tell you, on the 4th of April 2025, you entered in your office to perform which duties? May you please tell this honorable court? My duties that I was implementing is to surveil various social networks, Now, please, may you tell this honorable court, when you are executing your duties of social media surveillance on that particular day, which devices were you using? Honorable Magistrate, I was using a special computer of the police force. On that particular day, may you please tell us that in your computer, how did you enter your special computer, and what was the situation, state of that computer? I entered that computer of the police force, that it is my daily working tool, by using a password. May please raise your voice, Mr. Witness. Raise your voice, Mr. Witness. By using the office's computer, I ended using the password that tool by using a password. May please raise your voice, Mr. Witness. Raise your voice, Mr. Witness. By using the office's computer, I ended using the password that I use daily. And what next? And then during that particular point in time, the computer was in good condition.